yoyote ambaye tuseme kama tungekuwa tunajenga nyumba, mtu yoyote ambaye ameshika tofali, amemwagilia ukuta, amekoroga zege ni bora wa muda wote, kwa sababu kipimo cha ubora, tukipima kipimo cha ubora wa DJ Pooh in the 90s in relation to sasa hivi, kuna watu wanaweza wasikubali. Lakini muziki kama nyumba, kama nilivyosema, unajengwa na block by block, brick by brick, taratibu. Kila mtu alishiriki, na he might be one of those ambao wamehakikisha muziki huu ambao tunao hapa upo. Kwa hiyo heshima yake ni kubwa sana. Lakini pia kwenye masuala mazima ya filamu, Friday, Next Friday, The Wash, mimi napenda sana character ya DJ Pooh kwenye The Wash, ambao alikuwa nadhani anaitwa Slim. Napenda sana ile kipande, lakini yeah, he's one of the greatest. Labda nichangie hapo kidogo. 50 ashaibua mjadala kwamba hii kitu tunasema bora wa muda wote ni kitu ambacho kina uhalisia kwa unavyotizama. Alikuwa na hoji. Yeye anaona kama ni kitu ambacho hakina uhalisia, huwezi kuwa bora muda wote. Labda kazi, tuzungumze, labda kuna kazi fulani ambayo ni bora kwa nyakati tofauti, labda inaweza kusustain, lakini huwezi kuwa bora muda wote. Sasa mimi nafikiri naweza nikamjibu ndugu yangu hapo kupitia 50 au bwana. Mtu kuwa wewe ni bora muda wote, maana yake ulichokifanya kimekuwa bora, kinaishi mpaka hivi sasa. Kwa sisi tunakupima kwa kile ambacho ulichokifanya, ndio maana tunasema kwamba wewe ni bora kwa sababu ya kazi ambayo ulifanya. Sasa hiyo inakuwa ni kazi bora au wewe? Sasa hatuwezi kupima wewe ikiwa hujafanya kitu. Kwa mfano, sawa, tuseme labda sijui unamchukulia msanii gani ambaye ni bora wa kitambo, labda ambaye unafikiria wewe ni bora wa muda wote. Okay, labda kama Professor J. Professor J, si ndio? Afanye sasa hivi, lakini nijibu tu kwanza, ni Professor J. Nikikwambia watu ambao wamefanya vizuri kwa mwaka huu labda kwenye game ya rap, unaweza kumtajia Professor hayupo. Kwa hajafanya vizuri kwa mwaka huu, sio? Lakini ndio maana sisi tunasema kwamba kazi zake mpaka hivi sasa bado zinaishi. Kwa mwaka huu kazi zake bado zipo mpaka hivi sasa. Sababu point ya bwana Chizo hapo ndo nimeielewa kwamba wao wanazungumzia time, yani a period of time, yani kwamba kwa sababu wanazungumzia kwa mwaka huu Professor, lakini inawezekana ikawa kwa point hiyo ina mashiko, lakini pia tukiangalia kwa point za kiujumla ni kwamba mimi nadhani waliokuwa wanasema mtu fulani ni bora wa muda wote ni kulingana na zile rekodi zake, kwamba yawezekana wakati ule alichokifanya yeye hawa walioko sasa hawajaweza kufikia ubora ule. Mfano tutasema kwa mfano Tupac aliuza kopi zaidi ya nakala milioni 40, right? Alafu ni zile physical copies zile, ushaelewa? Kuna marapa ambao wameanza 2000 na ngapi hapo, 2010 hapo mpaka sasa hawajawahi kufikisha nakala milioni 10 za pamoja. Ushaelewa? Yani hawajawahi. Ana mtu anauza gold hapo kopi 500 katulia. Ukizichanganya zote unaweza kukuta kafikisha labda nakala milioni 3. Na kuna wengine ambao walikuwepo kipindi hicho cha Tupac pia hawajafikisha nakala milioni 40. Umeelewa? Kwa hiyo pale peke yake yatosha kumfanya huko ni bora wa muda wote, kwa sababu namalizia, kwa sababu alichokifanya pale mpaka sasa hivi kuna watu hawajaweza kukiachia. Kwa hiyo wanaposema bora wa muda wote, ukiangalia yani anaweza kachukuliwa mtu mmoja katika kizazi cha watu pengine zaidi ya 100 ambao washasahaulika. Mfano leo hii nikikuuliza wasanii ambao walikuwepo na Elvis Presley, unaweza simjua hata mmoja, but Elvis is there, si ndio? Probably kwa sasa hivi na mpaka sasa hivi mijadala ipo mikubwa kwamba baina Michael Jackson na Elvis Presley nani alikuwa superstar ambaye alitingisha dunia. Now Elvis Presley ni miaka zaidi ya 60 huko nyuma, hayupo tena kwenye uso wa dunia, si ndio? Lakini tunamzungumza kama moja kati ya watu ambao same to Michael Jackson hayupo sasa hivi, lakini umeona zogo lililovuka hapa kwa Kendrick Lamar. Kwa hiyo unaweza kuona kana kizazi cha Michael Jackson aliibuliwa Michael Jackson, kizazi kile aliibuliwa Elvis Presley. Umeona, yani vizazi na vizazi. Bwana yule jamaa ameimba, naomba unikumbushe,
Aliimba ile Change Will Come. I was born. Nani Nat King Cole. Bana yule alikuwa rafiki yake sana Muhammad Ali na Malcolm X. Anaimba sana yule jamaa yule. Alikuwa aliimba kwenye hizo in 40s huko, 40s 50s huko. Come on man. Sio unamwongelea Otis. No. Ile Change gonna come. Change gonna come. Yeah. Kuna yule ambaye alikuwa rafiki yao kina Muhammad. Come on, jina lake limenitoka. That guy tunamzungumzia mzee alikuwa yuko enzi kina Malcolm X mwanangu. So unajua? Yeah. Analeka records na nini. Lakini pia Sasa yule nilikuwa namalizia kama yule, si ndio? Yule unakuja kina Elvis, kina Michael Jackson. Yaani katika hivyo vizazi wamekuwa wachache. Ukisema kwamba usiwataje kama ni bora muda wote, maana yake historia yao unaifuta. Naifuta kabisa. Kwa tuseme Elvis alikuwa ni bora kwa kizazi chake kile. Ndio nasemaje, alichokifanya Elvis mpaka leo kuna watu hawajakifikia, right? Sahihi. Hawajakifikia. Kwa hiyo kutokana na kwamba mpaka kizazi hiki hapa wengine hawajafikia hicho kitu, ndio unaingia huo ubora wa muda wote. Yaani wewe angalia tu kwamba kulikuwa kuna vizazi na vizazi, lakini kwenye kizazi chake alitokea yeye. And still hadi sasa watu hawajavunja rekodi zake. That's why tunasema bora wa muda wote. Au tukirahisisha katika karibu sana Uno, make Uno inabidi achangie sasa. Twende Uno. Kisema tuiweke katika lugha hii hapa. Kwa sababu mimi nimekuwa hapo kwenye industry ya muziki nadhani miaka 15 sasa hivi nafika. Umeshaelewa. Nitakuhakikishia hiki. Kuna wasanii mpaka sasa hivi wana streams milioni 15 lakini wangetoa CD wasingeuza buku. Sahihi. Na ndio maana kwa sababu gani? Wamerahisishiwa access ya muziki. Zamani ilikuwa inabidi utoke nyumbani kwako uwe na hela uende dukani ukanunue ile. Na ukisha kuna wasanii mpaka sasa hivi wana stream mamilioni. Lakini wasingeweza kuuza na kalabu. Kwa sababu kuna mtu angehangaika kutafuta ule muziki kama usingekuwa unapatikana kirahisi. Sahihi. Hiyo tunakubaliana kabisa. Na ndio maana namba za mapato za stream haziakisi kabisa na kiasi cha pesa ambacho wanakipata. Right. Yeah, nakumbuka kuna wakati kulikuwa na mjadala kati ya mauzo ya albums ya Drake versus MJ, Michael Jackson. Kwa sababu Drake hajauza physical copies kabisa. Yeah. Drake ameuza kupitia streams za Spotify na sehemu zingine. Yeah. Lakini how many people tuna uhakika wangeenda kununua CD kama MJ angekuwepo na Drake angekuwepo zama zile? Kwa sababu one other thing ambayo tunaweza tukawa tunakosea lakini labda hatujui tunakosea ni kufananisha watu wa nyakati tofauti. Yeah. Kwa mfano Bob Marley amefariki mwaka 1981. Mpaka kufikia mwaka 1981 Bob Marley alikuwa ni world icon. Ameuza nakala kwa nakala. Idadi ambayo hakuna msanii wa reggae ambaye anaweza kuwa alifikia pale ambapo Bob alifika. Labda tuchukue mfano wa Tanzania wenzetu. One, Nicki na Songa. Wakati digital streaming platform ya Mdundo imekuja, hakuna Mtanzania amefika zile streams ambazo One, Nicki na Songa wamefika kwenye Mdundo. Na Ghetto pia. Na Ghetto Ambassador. Hakuna Mtanzania alofikia pale. Inawezekana mambo pale ni mawili. Moja, watu walikuwa wanataka kupata access na the only place walikuwa wanaweza kupata ni Mdundo. Sawa. Lakini pili, inawezekana zile kazi ni kali to an extent watu wote wakasema watu tusikilize twende na hiki. Sasa hivi hatuwezi tukasema tufananishe labda mapinduzi halisi ya Professor J au inaitwaje albamu ya Funga Kazi ya HBC tufananishe na kina One, kwa sababu wakati ule you had kwanza kuwa na hela. Pili, lazima upende ule mziki. Hakuna mtu anaenda kununua CD ambao hapendi. Kweli. Lakini stream inaweza ikasikika tu pale, umebonyeza next shuffle hii hapa, sababu ni sekunde 10 tu. Unajua mtu akisikiza wimbo wako akistream kwa sekunde 10 inahesabika kama stream. Yeah. Sasa naweza nikasikiliza afu nisiupende, lakini si nimekupa stream. Bana, sawa. Mjadala nafikiri siku nyingine tutaendeleza, right? Lakini ni mjadala mzuri Chizo. Na nadhani pia tutaendelea kuwashirikisha msikilizaji na mtazamaji kwenye YouTube hapo. Tuandikie comment yako. Swali la Chizo ni kwamba
ulisema swali ulitengeneza ile swali lako vizuri. Sema watu wana hii bora, dhana ya mtu kuwa bora wa muda wote ina uhalisia. Okay, dhana ya mtu kuwa bora wa muda wote ina uhalisia. Alright, sawa. Ladies and gentlemen, we got one the incredible, na bila kupoteza muda, one anasema miaka 15 kwenye game, right? Yeah, 15 years